Yale tuliokuwa nayo na ripoti yetu ya leo ni kwa nini wa Iran wanasema wameshinda vita dhidi ya Marekani na Israel, lakini ni kwa nini rais wa Marekani Donald Trump anadai yeye pamoja na Israel ndio washindi wa vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa muda mrefu Marekani na Israel zilikuwa na mapambano ama ya moja kwa moja au yasiokuwa ya moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni tangu baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Ni wakati ambapo Marekani ambayo kwa namna moja ama nyingine ilitafuta njia nyingine za kuweza kutengeneza namna ya kuweza kuidhibiti Iran. Lakini baada tu ya mapinduzi wa Iran hawakukubali tena kudhibitiwa na Marekani, na hapo ndipo ambapo palianza chokochoko kati ya Iran na Marekani. Utawala wa Shah kwa muda mrefu ulikuwa ukifuata sera za Wamarekani na ulikuwa ukishirikiana kwa namna moja ama nyingine na Wamarekani, na baadhi ya miradi mikubwa nchini Iran inadaiwa pia imetekelezwa na Wamarekani. Hata hivyo, ujio wa serikali ya mapinduzi ya Iran umetengeneza mazingira ambayo kimsingi yamesababisha Wamarekani kutopata kile ambacho walikuwa wakikitaka katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wa Iran waliweza kudhibiti kila kitu ambacho Wamarekani walikuwa wakitaka, na sera zao zilikuwa hazitakiwi tena katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Uwepo wa Ayatollah Ruhollah Khomeini ambaye aliweka wazi kwamba hawawezi kuendelea na mila za Marekani na wa Magharibi ndicho ambacho kiliwafanya Marekani kwa muda mrefu kutengeneza uhusiano mbaya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia hata baada ya kuuawa kwake miaka 1989 na ujio wa Ayatollah Al-Khamenei ambaye alikuja kupambana vilivyo na Marekani na hatimaye kuuawa kwake, na pia alikuwa na msimamo huo huo. Ayatollah Al-Khamenei ndiye ambaye kwa muda mrefu alikaa madarakani. Yeye ndiye alitengeneza mifumo imara ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zaidi na zaidi. Lakini pia ndiye kiongozi ambaye kwa namna ya kipekee alitajwa na Marekani pamoja na Israel kwamba ndiye kiongozi hatari na dikteta katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hapo ndipo ambapo Marekani walitafuta njia ya kuweza kukabiliana naye. Mnamo mwaka 2025 katika kipindi cha mwezi Juni, Israel pamoja na Marekani walianzisha vita vya siku 12 ambavyo vilisababisha athari kubwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia na hata huko nchini Israel. Lakini baada tu ya mwaka 2026 mnamo mwezi Februari, mipango mikubwa ya Marekani na Israel ilikuwa ni kuhakikisha wanamuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran pamoja na makamanda wengine wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama vile walivyowaua baadhi ya makamanda katika kipindi cha vita vya mwezi Juni. Hata hivyo, Marekani kumuua Ayatollah Al-Khamenei waliamini kwamba ndio kuanguka kwa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo halikuweza kukamilika kwa sababu serikali ya kimapinduzi bado inasalia, lakini ni Marekani ambayo baadaye ilikuja na mipango mingine tofauti na makubaliano waliokubaliana baina yao na Israel kwamba jambo kubwa ni kuondoa utawala huo na kuruhusu raia wawe na utawala wao katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini sasa tutazame, je, katika kipindi cha vita ni nini ambacho kimetokea zaidi? Nani ameshinda ni nani ameshindwa? Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanatazama vita hivi kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haikushindwa vita, na hata Marekani na Israel nao pia hawakushindwa vita, na kwamba vita hivi havikuwa na mshindi. Lakini baadhi ya wataalamu wanasema kwamba Marekani imeshinda vita hivi, huku baadhi ya wengine wakisema kwamba ni Iran iliyoshinda vita hivi. Tutazame upande wa Iran wanasemaje. Wa Iran wanaamini wao ndio washindi wa vita hivi kwa sababu wameweza kudhibiti malengo ya Wamarekani na wa Israel, kwamba mpango wa Marekani ilikuwa ni kusambaratisha serikali ya kimapinduzi na hili halikuweza kutokea. Wao walisimama imara na hawakukubali kuangushwa kwa serikali yao. Hata hivyo hawakukubali kunyosha mikono juu kwamba wameshindwa vita. Lakini ni Marekani ambayo Rais Donald Trump alikuja na mpango wa kumaliza vita hivi kwa mazungumzo. Hata hivyo, Iran inaona fahari kwamba jeshi lake limesimama imara na kushambulia ngome za kijeshi za Marekani, lakini pia na kuishambulia vibaya Israel. Kadhalika, Iran inaona kwamba wao ndio washindi wa vita hivi kwa sababu wao hawakutaka mazungumzo na wao walikuwa tayari kuendelea na vita, lakini ni ombi la rais wa Marekani Donald Trump ambaye alitaka mazungumzo hayo, na hiki ndicho ambacho anakizungumza rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwamba wa Iran wameshinda vita baada ya Marekani kuona wanataka mazungumzo.
Lakini kwa upande wa Marekani na Israel, siku tu ya kwanza ya kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei, rais wa Marekani Donald Trump aliamini kwamba Marekani na Israel wameshinda vita baada ya kumuua kiongozi mkuu pamoja na makamanda wengine wa taifa hilo. Hata hivyo, anaamini kwamba bado Marekani, kutokana na uwezo mkubwa wa teknolojia hadi ya juu, wana uwezo wa mapambano na kuiangamiza Iran mara moja, maneno ambayo ameyatamka mara kwa mara wakati wa vita na hata baada ya vita. Rais wa Marekani Donald Trump hata katika siku za hivi karibuni, katika kipindi hiki cha kuagwa kwa Ayatollah Al-Khamenei, anashangazwa kuona kwamba wa Iran bado walikuwa wakimpenda kiongozi huyo na anashangazwa kwamba wanamlilia kiongozi huyo. Aliamini kwamba wa Iran pengine wangemuunga mkono na hatimaye kuhakikisha kwamba Ayatollah Al-Khamenei labda angezomewa katika wakati huu, lakini wa Iran wanamlilia. Hiki ndicho ambacho kinamchanganya rais huyo wa Marekani, lakini akiwatisha tena wa Iran kwamba ana uwezo wa kurusha kombora na kuwaua umati wote ulioshiriki katika vita hivi. Lakini jambo jingine ambalo labda tulisahau ni kwamba moja kati ya eneo ambalo wa Iran waliweza kushinda katika vita hivi, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, ni namna walivyozuia mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ulikuja kusababisha lawama kubwa kwa Marekani iliyoanzisha vita ambavyo wengi waliviona havikuwa na maana. Iran iliudhibiti mlango wa Hormuz na hatimaye utiririshaji wa mafuta kutoka katika nchi za Ghuba ulikuwa mdogo kiasi kwamba hali ya uchumi wa ulimwengu ilikuwa ni mbaya mno. Uchumi wa dunia uliyumba kwa kiasi kikubwa kutokana na kukosekana kwa mafuta ghafi kutoka katika nchi za Kiarabu, na hili limesababisha hali kuwa mbaya zaidi, si tu katika Afrika, Ulaya, lakini pia na hata Marekani kwenyewe na Israel. Hili ndilo ambalo lilimfanya rais wa Marekani kuona kwamba kuna haja ya kusitisha mapigano. Mtazamaji wa The World News, bila shaka na pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.